Karibu tena mtazamaji wa The World News. Katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa, bado tunakujuza mengi yanayojiri katika ulimwengu, lakini ni ile kauli iliyotolewa na kansela wa Ujerumani Bwana Friedrich Merz, ambaye ameonyesha uungaji wake mkono mkubwa kwa Israel kutokana na mashambulizi yake dhidi ya Iran. Wakati akizungumza kando ya mkutano wa kilele wa G7 nchini Canada, Friedrich Merz amepongeza kile kinachofanywa na Israel kufanya mashambulizi dhidi ya Iran, akisema kwamba nchi ya Israel inasaidia katika mataifa ya ulimwengu, kwani Iran ni taifa baya sana na kwa hivyo wanafanya kazi chafu inayosaidia ulimwengu. Hii ni kazi chafu ambayo Israel inafanya kwa ajili yetu sote. Sisi pia ni wahanga wa utawala huu, kwa maana utawala wa Ayatollah Al-Khamenei. Utawala huu wa Mullah umeleta vifo na uharibifu duniani, Merz alisema katika mahojiano na shirika la utangazaji ZDF. Friedrich Merz, kansela wa Ujerumani, anaiona Iran kama adui wa ulimwengu, akisema kwamba imesababisha uharibifu mkubwa katika ulimwengu licha ya kutoonyesha ni maeneo gani ambapo nchi hiyo imefanya uharibifu. Merz pia alisema kuwa uharibifu kamili wa mpango wa nyuklia wa Iran unaweza kuwa katika ajenda ikiwa Tehran haitarudi nyuma na kurejea kwenye meza ya mazungumzo. Jeshi la Israel ni wazi haliwezi kukamilisha hilo, linakosa silaha zinazohitajika, lakini Wamarekani wanazo, alisema. Merz alisema mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran yanaweza kusababisha kuangamia kwa uongozi wa Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, huku akitaka mashambulizi zaidi yaweze kuendelea. Hata hivyo, anasema, nadhani kwamba mashambulizi ya siku chache zilizopita tayari yamedhoofisha utawala wa Ayatollah Al-Khamenei kwa kiasi kikubwa, na kwamba hakuna uwezekano wa kurejea katika nguvu zake za zamani na kufanya mustakabali wa nchi kutokuwa na uhakika, Merz alisema katika mahojiano na televisheni ya Welt ya Ujerumani katika mkutano wa G7 huko nchini Canada. Iran inadai kwamba ipo imara na licha ya kushambuliwa katika baadhi ya maeneo muhimu, ikiwa ni pamoja na maeneo ya miundombinu ya nyuklia, lakini pia inadaiwa kwamba imeshambuliwa katika maeneo yake yenye silaha za makombora ya masafa marefu. Lakini Iran inadai kwamba ina silaha za kutosha za kuweza kufanya mashambulizi wakati wowote, silaha ambazo zimefichwa chini ya ardhi kiasi kwamba haziwezi kujulikana zipo maeneo gani. Hata hivyo, silaha hizo zipo maeneo mengi nchini Iran, na kwamba Iran ina idadi ya silaha nyingi ambazo zipo kwa ajili ya mapambano dhidi ya Israel. Iran imeapa itaendeleza mashambulizi dhidi ya Israel, mpango ambao ni wa muda mrefu kwa sababu walipanga kulipiza kisasi kutokana na mashambulizi ya Oktoba 26 mwaka 2024 baada ya kisasi kilichofanywa na Israel kutokana na mashambulizi ya Oktoba mosi. Lakini kutokana na shinikizo kutoka nchini Marekani, Israel imejikuta ikiingia katika mgogoro na Iran, na wakati huu imeamua kuhakikisha inaharibu miundombinu ya nyuklia ya Iran, licha ya Iran kudai kwamba miundombinu hiyo imeshambuliwa, lakini haikuathirika kwa kiasi kikubwa kama wengi ambavyo walitarajia. Mtazamaji wa The World News, endelea kuwa nasi wakati wote, tutakuwa tukikujuza mengi ambayo yanajiri katika ulimwengu kupitia hapa The World News. Naitwa Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia, utaweza kuyajua mengi katika ulimwengu.